Hello, Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Emmanuel Lema kutoka Usharika wa Kibamba. Kama mnavyojua tuko katika juma la Pasaka. Na watu wengi tunasherehekea Pasaka. Yawezekana hatufahamu kubwa kwa neno Pasaka au hatufahamu vitu vingi kuhusiana na Pasaka. Hivyo basi, ungana nami ili upate kujua vitu vingi kuhusiana na Pasaka. Naenda kumuuliza mchungaji. Twenzetu. Karibu katika kipindi chetu. Leo tumekutafuta mahususi kabisa kwa ajili ya tafakari kwa ajili ya Pasaka. Imekuwa ni desturi kila mwaka ni mara moja tunatafakari kuhusiana na Pasaka. Kwa hiyo yawezekana watu tunasherehekea kweli Pasaka, lakini watu hawafahamu nini maana ya Pasaka. Kwa kwanza, baba mchungaji, karibu utuambie nini historia ya Pasaka, imeanzia wapi na maana ya Pasaka ni nini? Karibu. Asante sana. Kama ulivyosema, ni kweli watu wengi wanafikiri Pasaka ilianza kipindi cha Yesu Kristo. Lakini Pasaka ilianza toka Agano la Kale. Wana wa Israeli walipokuwa pale katika nchi ya utumwa nchini Misri, na Mungu alimtumia Musa kama kiongozi, kama mtumishi ambaye alitamani awe kiongozi katika safari ya kuwatoa watu kutoka katika ile nchi ya utumwa wa Misri kuwapeleka katika ile nchi ya ahadi. Na kama unavyokumbuka, pamoja na mapigo mbalimbali ambao Mungu aliachilia kwa Farao na wa Misri, bado mioyo yao ilikuwa migumu. Na Mungu aliwaelekeza wana wa Israeli kuchinja mwanakondoo, na walipewa masharti ya namna ya kumla yule mwanakondoo. Walipewa masharti ya kupaka damu katika miimo pamoja na vizingiti vya milango ya nyumba zao. Na tendo lile pale ndipo ambalo lilipoanzisha Pasaka. Ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka mlango wa 12, ndipo utakutana na agizo la Pasaka likitolewa. Mstari wa 11, Biblia inasema, tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla haraka, ni Pasaka ya Bwana. Kwa hiyo Pasaka ilikuwepo kabla ya Yesu. Amen. Pasaka iliwakumbusha wana wa Israeli kile kitendo cha Mungu kuwatoa katika nchi ile ya utumwa kuwapeleka katika nchi ya ahadi. Iliwakumbusha ukombozi wao ambao kwa wao ulikuwa ni ukombozi wa kawaida kabisa. Unaondolewa katika nchi moja ambao ulikuwa unapata mateso na kupelekwa katika nchi nyingine. Hili neno Pasaka linakumbusha jinsi ambavyo yule malaika, tulitafuta kwenye Kiingereza na kwenye tafsiri za kale, lilikuwa ni maana ya Passover, kwamba malaika yule atakapokuja, atakapokuta damu katika miimo ya milango, manake hawatapata zara lolote. Manake malaika atapass over, ataruka nyumba zile ambazo zina damu ya mwana kondoo na kwenda kwenye nyumba zile za Wamisri. Na tunafahamu usiku ule wazaliwa wote wa kwanza wa wanadamu na wanyama katika nchi ya Misri walikufa. Kwa kile kitendo cha Mungu kwenda kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, kuwapeleka katika nchi ya ahadi, kile kitendo cha kumla mwana kondoo pale na kupaka damu ya yule mwana kondoo kwenye ile miimo ya milango yao, ile ilikuwa ni Pasaka mbele za uso wa Mungu. Na kutoka hapo wana wa Israeli walipewa agizo, waliendelea kuila Pasaka kila mwaka. Waliendelea kuadhimisha Pasaka wakikumbuka kutolewa katika utumwa wa Misri, kupelekwa katika nchi ya ahadi, mahali ambako hawatakuwa na utumwa tena, na ni nchi yenye maziwa na asali. Amen. Ndugu mpenzi mtazamaji, kwa kweli binafsi tumepata maana nzuri kabisa kuhusiana na Pasaka. Lakini pia baba mchungaji, baada ya kufahamu maana ya Pasaka, tunaweza pia tukajua faida ya Pasaka kwa Mkristo ni kitu gani? Kama nilivyosema,
Pasaka iliazimishwa toka kabla ya Ukristo. Kwenye Biblia kuna vitu tunaviita type na vitu vinaitwa antitype. Kuna vitu vinakuwa ni mfano. Ndio. Lakini kuna vitu vingine vinakuwa ni asilia. Kwa Mkristo, kama vile ambavyo Mungu alivyowafuata wana wa Israeli pale katika nchi ya utumwa, na kupitia ile sadaka, yule mwana kondoo aliyemchinja, waliweza kutolewa katika nchi ya utumwa na kupelekwa katika nchi ya ahadi. Kwa Mkristo kuna faida kubwa sana kusherehekea Pasaka. Amen. Maana Pasaka wetu sisi, mwana kondoo wetu sisi ni Yesu Kristo mwenyewe. Kule katika Agano la Kale tuliona jinsi ambavyo baada ya mwana kondoo kuchinjwa na damu yake kupakwa kwenye miimo, milango ya kufunguliwa kutoka katika utumwa kwenda kwenye nchi yao ilifunguliwa. Na ndio maana hata wakati Yesu anapokuja kuteswa, ilikuwa ni tunaenda kwenye Sabato, ni kipindi cha Pasaka, anawaambia wanafunzi, natamani kuila Pasaka pamoja na ninyi. Yeye anafanyika kuwa Pasaka wa kwetu kwa sababu sasa yeye ndiye mwana kondoo wa Mungu ambaye alichinjwa pale msalabani na kumwaga damu yake. Kwa hiyo yeye anatutoa sasa kutoka katika utumwa wa dhambi, utumwa wa mateso ya ibilisi, kutoka katika nguvu ya mauti, na anatuingiza sasa katika nchi ya ahadi. Tunasamehewa dhambi, tunakombolewa, tunapata nafasi ya kurudi tena kwenye nchi yetu ya ahadi. Maana tunapata nafasi ya kurudi tena kwa Mungu kwa kupitia damu ya kwake yeye Yesu, ambaye ni mwana kondoo ambaye alichinjwa pale msalabani. Kwa hiyo kwa Mkristo, Pasaka ni kukumbuka jinsi ambavyo huyu Yesu alipoamua kufa pale msalabani, alipoamua kufanyika mwana kondoo ili sisi tutolewe katika utumwa wa dhambi, lakini zaidi tumshinde adui mauti ambaye alikuwa ni tishio kwa wanadamu wote. Amen. 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 Kwa kweli baba mchungaji, binafsi nami pia nimepata kufahamu vitu vingi kuhusiana na Pasaka. Tunapoelekea kuhitimisha hichi kipindi, unawaeleza nini Wakristo namna ya kusherehekea Pasaka? Maana yawezekana wapo wengi wanasherehekea Pasaka labda kama sikukuu zingine zilivyo, lakini Kikristo au katika imani yetu, namna gani ya kuisherehekea hii Pasaka? Karibu. Asante. Kabla ya kuambia hivyo, tukumbuke tumetoka katika majuma kadhaa ya matafakari, majuma ya toba. Kwa Mkristo maisha ya toba ni kila siku, sio mpaka haya majuma ambayo tumetoka juma takatifu au majuma ambayo tumetoka kutafakari njia ya msalaba. Lakini maisha ya Mkristo ni maisha ya toba. Lakini Pasaka wetu Yesu ni mfano mwema wa maisha ya Mkristo na namna ya kusherehekea Pasaka. Yeye alijitoa kufa msalabani kwa ajili yetu. Na sisi tunahitaji kujitoa kwa ajili ya kazi ya Bwana, kujitoa kwa ajili ya wahitaji, kujitoa kwa ajili ya watu walioko magerezani, kujitoa kwa ajili ya maskini, kujitoa kwa ajili ya wagonjwa, kujitoa kwa ajili ya watu wengine ambao bado hawajapata habari njema. Kusherehekea kwa Wakristo si katika kula vyakula vizuri, kwa kweli tunakula vyakula vizuri kwa ajili ya faida ya miili yetu, lakini kwa ajili ya kufurahia tendo hili, lakini maisha ya Mkristo si tu kwa ajili yake, ni kwa ajili ya wengine. Hivyo nitoe wito kwa Wakristo, tunaposherehekea Pasaka hii, kwanza tukumbuke matendo mema ya huruma ambayo Yesu aliyafanya kwa kuamua kufa pale msalabani, na sisi tuwafanyie wengine. Hatuwezi kufa msalabani, lakini yale ambayo yako chini ya uwezo wetu tuweze kuyatenda. Kwa hiyo kusherehekea kwetu Pasaka kuwe ni katika kumtafakari, lakini kukaa karibu na Yesu, lakini pia kumwendea yeye na kuwaendea wahitaji na watu wengine. Si kama wa mataifa wanavyosherehekea sikukuu zao, bali sisi ni sikukuu ya kiimani. Imani yetu idhihirike katika matendo, hata katika kipindi hiki cha kusherehekea Pasaka. Amen. Baba mchungaji, tunakushukuru kwanza kwa ajili ya kipindi hiki kizuri ambacho tumekifanya. Tumefikia tamati ya kipindi hiki. Mpendwa mtazamaji wa channel yetu ya KKT Usharika wa Kibamba, tunaomba uendelee kufuatilia channel hii kwa ajili ya mafundisho mengi zaidi na zaidi. Usisahau kusubscribe channel yetu na tunakukaribisha pia usharikani. Mungu awabariki sana.